Katika historia ya binadamu, hakuna silaha iliyobadili ramani ya dunia kama silaha za nyuklia. Mabomu ya nyuklia au silaha za nyuklia ni silaha zinazobeba uwezo wa kuharibu miji yote kwa sekunde chache, kuzima maisha ya kizazi kizima na kuacha sumu isiyoonekana kwa karne nyingi. Leo hii, dunia inayoishi kwa hofu ya vita vya nyuklia ni dunia iliyojaa mashaka, hila, mikataba ya siri na tamaa ya nguvu. Katika makala haya, tutaingia kwa kina tukianzia na mlipuko wa kwanza wa nyuklia hadi mataifa 9 yanayomiliki silaha za nyuklia leo hii. Tutaangazia hofu iliyopo, mikakati ya kivita na hatari inayozidi kuongezeka huku siasa za dunia zikizidi kuchafuka na kuchochea zaidi matumizi ya mabomu au silaha za nyuklia. Mwaka 1939, wakati vita vya pili vya dunia vilivyokuwa vikizidi kuchemka, Marekani ilianza mpango wa siri uliopewa jina la Manhattan Project. Huu ndio mradi uliokusudia kutengeneza bomu la kwanza la nyuklia. Wanasayansi mashuhuri kama J. Robert Oppenheimer, Albert Einstein na Enrico Fermi walihusika, huku wakitambua kuwa kile walichokuwa wakitengeneza si silaha tu, bali ni bomu la mwisho litakaloweza kufuta dunia. Mnamo Julai 16 mwaka 1945, majaribio ya kwanza ya bomu hilo yaliitwa Trinity Test yaliyofanyika jangwani huko New Mexico. Sekunde chache baada ya mlipuko huo, dunia ilikuwa imeingia katika zama mpya, zama za nyuklia. Agosti 6 na 9 mwaka huo, Marekani ilirusha mabomu ya nyuklia katika miji ya Hiroshima na Nagasaki kule Japan. Zaidi ya watu 200,000 walikufa papo hapo na wengine wengi walikufa baadaye kwa mionzi na maradhi ya saratani kutokana na mabomu ya nyuklia. Dunia ilishuhudia kwa mara ya kwanza nguvu ya uharibifu wa nyuklia na kisha vita vya pili vya dunia vikafikia mwisho. Hapa chini ni mataifa 9 yenye silaha za nyuklia. Moja ni taifa la Urusi. Huyu ndiye mpambe wa hatari anayemiliki silaha nyingi zaidi za nyuklia. Urusi, mrithi wa nguvu za Kisovieti, leo hii ndio nchi yenye silaha nyingi zaidi za nyuklia duniani, takriban mabomu 5449. Urusi ina uwezo wa kurusha silaha hizi kutoka ardhini, angani na baharini, ikijulikana kama nuclear triad. Hii ndiyo sababu hata mazungumzo yoyote ya vita dhidi ya Urusi huwa ni ya tahadhari kubwa. Rais Putin amekuwa akitoa kauli kali mara kwa mara akionyesha kuwa silaha hizi si za mapambo bali ziko tayari kutumika wakati wowote. Namba 2 ni nchi ya Marekani. Marekani ndiyo babu wa mabomu ya nyuklia, kwani ndiye mwanzilishi na nchi ya kwanza kuwahi kutumia bomu hilo. Marekani inashikilia nafasi ya pili kwa idadi ya silaha za nyuklia, takriban mabomu 5277. Hata baada ya makubaliano ya kupunguza silaha kama mkataba wa START, Marekani imeendelea kuboresha teknolojia ya mabomu yake. Kwa sasa, Marekani inaendelea kubuni mabomu ya nyuklia SMART yenye uwezo wa kulenga kwa usahihi mkubwa. Namba 3 inashikiliwa na China, simba anayeamuka polepole katika teknolojia ya silaha za nyuklia. China ilikuwa na silaha chache kwa muda mrefu, lakini tangu miaka ya 2000 China imekuwa ikiongoza idadi yake kwa kasi. Kwa sasa inakadiriwa kuwa na takriban mabomu 600 na baadhi ya ripoti zinasema inaweza kufikia 1500 kufikia mwaka 2035. Uchina pia inatengeneza mabomu yenye uwezo wa kukwepa ulinzi wa anga hypersonic. 4 ni nchi ya Ufaransa. Ufaransa ina takriban mabomu 290 na inajivunia kuwa na uwezo wa kujilinda pasipo msaada wa NATO. Ina mabomu katika manowari zake za kivita pamoja na ndege za kivita. Hii ni ishara kuwa taifa hilo linachukulia ulinzi wa nyuklia kama sehemu ya uhuru wake wa kisiasa. Namba 5 ni nchi ya Uingereza. Huyu ni mlinzi wa Atlantic. Uingereza ndiye mlinzi wa Atlantic. Nchi hii inamiliki takriban makombora 225 na zote zimehifadhiwa katika manowari za Trident. Ingawa ni mshirika mkubwa wa Marekani, Uingereza hufanya maamuzi ya kibinafsi kuhusu kutumia silaha hizi. Namba 6 inashikiliwa na nchi ya India.
India inamiliki takriban makombora 180 ikiwa na sera ya kutoanza vita vya nyuklia, no first use policy. Hata hivyo, mvutano na Pakistan pamoja na mabadiliko ya sera yanafanya dunia kuiangalia India kwa jicho makini. Namba 7 ni nchi ya Pakistan au Pakistan. Pakistan ndio nchi yenye fuvu la nyuklia la kusini mwa Asia. Nchi hii ina takriban mabomu ya nyuklia 170. Hii ndio nchi pekee inayolenga zaidi vita dhidi ya taifa moja, India. Pakistan inajivunia mabomu ya tactic yenye uwezo wa kushambulia haraka na kwa umbali mfupi. Namba 8 ni nchi ya Israel. Ingawa haijawahi kukiri wala kukanusha, Israel inakadiriwa kuwa na takriban mabomu ya nyuklia 90. Israel inajulikana kimataifa kuwa ina silaha hizi tangu miaka ya 70, lakini inachukua msimamo wa ukimya wa kimkakati. Namba 9 ni nchi ya Korea Kaskazini. Korea Kaskazini ama upepo wa moto, kwa makadirio ya sasa ina takriban mabomu 50 ya nyuklia. Licha ya kuwa na uchumi dhaifu na vikwazo vingi vya kimataifa, nchi hii imefanikiwa kutengeneza makombora ya masafa marefu. Dunia ina wasiwasi mkubwa kuhusu kiongozi wake Kim Jong-un, ambaye mara kwa mara hutishia kutumia nyuklia endapo taifa lake litahisi tishio. Duniani kuna zaidi ya silaha za nyuklia 12,500. Swali ni vipi ikiwa kompyuta itatoa onyo la uongo au rubani atashindwa kuelewa agizo? Historia inaonyesha kuwa dunia ilikaribia vita vya nyuklia mara kadhaa. Mfano maarufu ukiwa ni Stanislav Petrov wa Urusi, ambaye alikataa kushambulia Marekani baada ya mfumo wa kompyuta kutoa onyo la uongo mwaka 1983. Katika karne hii ya 21, wasiwasi mwingine mkubwa ni vikundi vya kigaidi kupata teknolojia ya nyuklia. Ikiwa mabomu haya yataangukia mikononi mwa watu kama ISIS, dunia itajikita katika hatari isiyotabirika. Kuna mikataba ya kimataifa iliyosainiwa na nchi zenye uwezo wa silaha za nyuklia kuzuia matumizi au kuendelea kutengeneza silaha hizi. Baadhi ya mikataba ikiwa ni pamoja na Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons NPT. Huu ni mkataba wa mwaka 1968 unaolenga kuzuia uenezaji wa silaha hizi. 2. Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty au CTBT. Hii inapiga marufuku ya majaribio ya mabomu ya nyuklia ili kulinda mazingira. Namba 3 ni New START, makubaliano kati ya Urusi na Marekani kupunguza silaha za nyuklia. Licha ya mikataba hii, mataifa makubwa kama Urusi na Marekani hayajakubali kuyaweka mabomu yao mbali, badala yake yanaendelea kuyarundika na kuyaboresha kila kukicha. Silaha za nyuklia si tu tishio la kijeshi, ni kumbukumbu ya kile mwanadamu anaweza kufanya wakati tamaa inapozidi utu. Mataifa 9 tu ndiyo yanayomiliki nguvu hii, lakini maisha ya mabilioni ya watu duniani yanategemea busara ya wachache. Sisi wengine je, tunabaki kuishi kwa matumaini kuwa bomu hilo la mwisho halitawahi kulipuka tena.